Kuna usemi unasema Mungu hakupi vyote, lakini kuna kimoja lazima atakupa. Hii imejidhihirisha kwa kijana huyu anayefahamika kwa jina la Juma. Juma mkazi wa Mtwara, lakini kwa sasa yupo hapa mkoani Morogoro katika chuo cha Mzumbe University ambapo ndipo anachukua masomo yake. Faza Families tumekutana naye na kuzungumza naye mengi, huku machache kati ya mengi ni kwamba pacha wake na Jumanne amefariki. Karibu uweze kufahamu mengi. Hii ni Faza Families. Kwa majina naitwa Juma Aus Ahmani, ni mkazi wa mkoa wa Mtwara, wilaya ya Tandahimba, kijiji cha Mmeda. Na katika mimi binafsi nina baba lakini pia nina mama na wote ni wazima. Na katika upande wa baba tumezaliwa watoto 7 na mimi ni mtoto wa pili katika watoto 7. Wa kwanza wetu ni wa kiume, anafuata mimi, anafuata ni wa kike, wa kiume, wa mwisho wetu ni wa kike. Lakini katika upande wa mama tupo watatu. Wa kwanza wetu ni dada, anafuata mimi, kaka yao, lakini pia anafuata dada pia. Lakini pia katika mlolongo wa elimu, shule msingi nimesomea Salvation Army, Jeshi la Wokovu, ipo nyuma ya Taifa pale Wasibu. Nimesoma pale miaka 7, lakini olevo nimesomea Pugu Sekondari. Kuanzia form 1 hadi form 4, lakini pia baada ya pale serikali ikanichagua kwenda kuelekea advance baada ya kufaulu. Nimesoma Ndanda High School ambapo ipo Ndanda pale karibu na kanisa kuu la Katoliki na pembeni ya hospitali ya manispaa ya Ndanda. Mimi tukienda katika upande wa tumbo letu, tulizaliwa mapacha. Tulizaliwa mapacha, naweza tukasema identical twins, ni mapacha ambao tunafanana. Na yeye pia alikuwa ana disability kama mimi pia. Na ila kwa bahati mbaya tu alifariki kwa mipango tu ya Mungu. Maradhi tu yalimkuta mnamo mwaka 2014. Kipindi tuko darasa la 4, alipata maradhi kidogo, akaanza na kichwa na nini, baadaye akafariki. Kwa sasa nimebaki mimi. Nimebaki mimi na ndugu zangu. Kwa hiyo hapa ambapo kuna mmoja baba zangu yupo ameoa tayari, yupo Dar es Salaam hapo. Mdogo wangu wa kike yupo Mtwara anasoma. Mdogo wangu mwingine wa kiume yupo anasoma diploma chuo Arusha. Na wengine wanasoma tu shule form 1, form 2 shule, na mwingine anamaliza 7 mwaka huu. Mbali na kuwa na changamoto hii ya ulemavu wa miguu, Jumanne hapa anatujuza kuwa ana kipaji cha muziki na anapenda sana kuimba muziki. Mimi tukienda katika swala la kipaji na nini, binafsi of course mimi ni mpenzi sana wa muziki. Napenda muziki na nina kipaji. Nimeanza kuimba toka nipo shule ya msingi. Na of course mimi kipaji changu huwa nilikitambua toka kitambo, kwa sababu wakati nipo shule ya msingi nilikuwa na tabia, ni mwalimu wetu alikuwa na tabia, ni akishamaliza kufundisha anapenda sana kuniita pale, njoo imbe mbele ya darasa, na kwa nilikuwa naenda. Kwa pale nilipopata ujasiri na nikajua kumbe mimi nina kitu na nina kipaji. Baada ya pale ulianza kuimba ukiwa shule ya msingi? Nilianza kuimba nikiwa shule ya msingi. Lakini pia pakatokea matamasha mbalimbali, tulikuwa tunaitwa katika tour mbalimbali. Tulikuwa tunaelekea, ikiwemo na kabla rais wetu hayati Dr. John Pombe Magufuli wakati anaingia madarakani. Nakumbuka tulishiriki katika tukio la kumuombea kipindi kile. Tulishiriki pia na mimi nilikuwepo pale, lakini katika matamasha mengine mbalimbali. Lakini hata hivyo nilipoelekea napo level pia nilionyesha kipaji changu katika sehemu mbalimbali. Hadi advance, kufikia advance nimeonyesha kipaji changu hadi sasa hivi. Kwa of course mimi nina kipaji na na appreciate sana kipaji changu. Na kabla ya kutupea kionjo kidogo cha kipaji chako, na ni ushaikuta collab na msanii yoyote ama na mwanafunzi mwenzako ama na mtu yoyote yule?
Ya kutoa collab ni mpaka watu waione, of course sijawahi kutoa, lakini kuimba tu waga ishatokeaga. Nimeimba na wanafunzi wenzangu, tumetoka mbele baada tukaperform na nini katika umati za watu, yani kuanzia katika matamasha na nini, hiyo nimewahi kufanya, lakini kuperform ile ya kutoa video na kurekodi bado, au na msanii yote bado. Yeah. Na mtazamaji anayekutazama anatamani kusikia kidogo sauti vionjo vile vya music. Si unajua muziki una vionjo vyake na ladha zake. Anatamani kusikia kutoka kwako ili appreciate kama kweli Juma ana kipaji. Na naona anatumia jina la Juksi. Kwa ile ladha ya Juksi mtazamaji anaweza akajua kwamba hiyo ladha kweli ipo kwenye tune yako au sio? Aya, mtazamaji anayekutazama anatamani asikie hicho kionjo cha sauti yako. Yeah, kwa sababu napenda kujiita Juma Juksi. Of course na mimi ni Juma na yeye ni Juma na namappreciate sana na namkubali sana, ni role model wangu ambaye ananifanya kila siku nijiamini, nijikubali. Kabla sijaweka kionjo cha nyimbo ambayo nimetunga mwenyewe, labda nionyeshe kwa nini nampenda Juksi. Yeah, of course. Sifa kibao nishasema, yote sababu nimezama, uzuri wako ndo nazidi nipa homa, nani mimi nitakatia bima, misisiki napata raha, nitasubiri muhani na sioni, baby kara, long time nimedata nawe, wajua kwako mimi ni mtoto tu, na jina lako nitachora tatu, ushanifiti changu kiatu, wajua baby vile I love you, wajua kwako mimi ni mtoto tu, na jina lako nitachora tatu, ushanifiti changu kiatu, wajua baby vile I love baby mami, jina gani ni sawa, nikuite nani dale, tell me kwangu ikawe dawa, yeah la 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 la. Kama mapenzi yangekuwa dunia, uitawale mama we, mfano wa bahari Juksi mimi naelea, nimejifia kwako we baby, ukamilishe uzima wangu, ukamilishe na nyuma yangu, ukawe amani ya moyo wangu, yeah. Milele, wajua kwako mimi ni mtoto tu, na jina lako nitachora tatu, ushanifiti changu kiatu, wajua baby vile I love you, wajua kwako mimi ni mtoto tu, na jina lako nitachora tatu, ushanifiti changu kiatu, wajua baby vile I love baby mami, jina gani ni sawa, nikuite nani dale, tell me kwangu ikawe dawa, yeah la 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 la. Sawa sawa. Hiyo ni nyimbo ya Juksi. Okay, sawa. Na nyimbo yako ambayo umetunga mwenyewe? Imepita miezi mitatu tangu nikuone wewe, akilini mwangu kusahau katu, labda uondoke wewe, na tabasamu lako linavutia ukinitazama wewe, kwa kweli moyoni nimedhamiria kukupenda we baby, kukuacha katu sitozania, labda uondoke mwenyewe, ule upendo wako, tabasamu lako bebe, limenifanya nichanganyikiwe, urumi wako, furaha yako wewe, imeniroga nisisinzie, upendo wako, tabasamu lako bebe, limenifanya nichanganyikiwe, shepu yako, sauti yako baby, yeah, nimeuona upendo wako wewe, upendo wako wewe, nimeuona upendo wako wewe, upendo wako wewe, nimeuona upendo wako wewe baby, upendo wako wewe, nimeuona upendo wako wewe, upendo wako wewe baby, wanasema wewe ni mzuri na tabia mzuri,
hata matendo we, ujajaliwa kiburi, macho mazuri, ukinitazama we ni wangu bebe, usiniache we, nishikilie ili tubu wote, kwako bebe, sina utata na we, fungua moyo ili nipite bebe, tika ulimbo nitanata na we, kwa penzi lako nishadata bebe, kalili uwimbo kisho pata we, ukicheza na kukatika we, tabasamu lako linavutia, ukinitazama we, kwa kweli moyoni nimezamilia, kukupenda we, nimeuona upendo wako wewe. Sawa sawa. Nyimbo ni nzuri na unajua kuandika nyimbo vizuri, mpangilio wa vina, mizani, vinasikika vizuri, ile tune ya muziki. Ni kweli nimeamini hata kitu moja la Jux ni sawa kwa sababu una vile vionjo kweli vya Juma Jux. Nimependa sana kipaji chako. Hongera. Na unatamani ufanye collab na msanii gani hasa? Mimi bwana natamani nifanye collab na Jux. Yaani ndio msanii wa kwanza natamani nifanye naye collab. Mungu akijalia kipa mwongozo baadaye nikakutana naye, natamani ndo awe msanii wa kwanza kwenye maisha yangu kufanya naye collab. After hapo atafuata Harmonize, watakuja kina Diamond Platnumz, Jamelons, kina Rayvanny, Mario. Kuna mambo mengi ambayo yanaaminika kwenye jamii kuwa watu kama hawa ambao wana ulemavu hawawezi kufanya vitu tofauti, lakini kwa Jumanne ni tofauti kidogo. Ukienda katika wadada Nandy, Zuchu, Sawa. Na vipi kwa upande kwanza swali la uchokozi, Juma Jux mwanzo kaoa jana, wewe unaoa lini? Mimi binafsi bwana bado, kwa sababu sasa hivi nipo katika elimu. Ngoja kwanza nimalize majukumu ya kielimu, after hapo tutaangalia. Ngoja nimalize kwanza. Pia niangalie maisha yatakwendaje. Ila wifi tunaye. Of course yupo. Anaitwa nani? Namalizia tu. Kutaja jina lake. Au mimi nikisie? Kisia. Ana. Au tukivaa sio mbele bwana umepaka chembandiko melavi Ana. Of course. Au tumekosea? Ani. Ana. Okay. Unasoma naye hapa chuo? Of course. Niko hapa. Course anachukua ni wewe unachukua wewe. Okay. Sawa. Tukija kwa upande wa collab, umesema kwamba unatamani ufanye collab yako ya kwanza na msanii Jux, and then Harmonize, mtu wa Mtwara, ndugu yenu kabisa huyo. Ukasema na nani, Mario. Okay. Na unatamani unatamani kipi hasa wa Tanzania wakufanyie ili uweze kukuza kipaji chako? Matamanio yangu kwa Watanzania ni kwamba mimi natamani nipate wadau ambao watanipa company, watanipa nguvu ili nipate kukuza kipaji changu. Kwa sababu mimi peke yangu sitoweza bila kupitia company za watu. Wadau ikiwemo na Watanzania wenyewe, watazamaji. Kama ikitokea siku basi nimetoa ngoma, basi wasikilize na wa appreciate of course. Lakini pia wawe chanzo cha mimi, labda wawe chanzo cha connection baina yangu mimi na wasanii na wengine akiwemo akina Juma Jux. Sawa, tukimalizia mwishoni na kipi haswa cha kumwambia Juma Jux wewe kama pacha wake? Neno langu kwa Juma Jux. Kwanza brother, mimi nakukubali sana. Kwanza nakuappreciate, na pia mimi ni model wako. Natumia jina lako na jina lako linanifanya niwe mkubwa sana, kwa sababu toka nilipotokea nimekuwa maarufu. Yaani watu wakisikia Jux wana appreciate Jux ni nani, wanatamani wamuone. Nikifika pale mbele wanasikia, of course wanasema kweli umeendana na Jux. Kwa mimi nakukubali, lakini pia natamani siku moja uje unione, unisikilize na unitazame.
ili utazame kipaji changu nilichokuwa nacho na appreciate. Lakini pia wewe ni mdau ambao unaweza ukanitia nguvu, ukanifanya mimi nikafika mbali na nikatimiza zile ndoto zangu. Yeah. Sawa. Namba zako za simu, mawasiliano yako? Namba zangu za simu ni Tigo 0778 09 12 75. Naweza nikarudia tena 0778 09 12 75. Jina Juma House. Yeah. Yeah, mtazamaji wa Families Media, tumetoka kumsikiliza Juma House, unaweza kumuita almaarufu kama Juksi wa chuo cha Mzumbe. Hapa ameongea mengi kuhusiana na historia maisha yake kama alivyokuelezea. Walizaliwa mapacha, lakini kufikia mwaka 2014 pacha wake aliweza kutangulia mbele za haki na yeye kuendelea na masomo yake mpaka kufika hapa akiwa amechukua bachelor ya public administration, na hapa ameweza kutuonyesha kipaji chake na kusema kwamba anatamani siku moja akutane na msanii Juma Juksi aweze kufanya kolabo naye, ama aje tu kumuona, kumtazama na kuangalia kipaji chake. Ni kweli ana ladha na tune ya muziki wa Juma Juksi. Hivyo anaomba Watanzania wote mwenye uwezo wa kumsupport ili aweze kukamilisha muziki yake, kufanikisha kutoboa kama wasanii wengine. Hivyo anahitaji collaboration na wasanii mbalimbali akiwemo Harmonize akiwa ametokea pale Mtwara. Vile vile anatamani kutoa collabo yake na msanii Diamond Platinum, Mario na wasanii wengine wengi. Ameweza kutuelezea mengi na kutuonyesha vionjo mbalimbali vya muziki wake aliotunga mwenyewe, lakini vile vile ameweza kuimba muziki wa Juma Juksi, na hapa tumetoka kumsikiliza. Ni kwa usihi tu mtazamaji wa Faza Families Media, usisite kumsaidia chochote kitu ili tuweze kumkuzia kipaji chake. Kutoa ni moyo na si utajiri. Na hapa nimepata kuzungumza naye mengi na ameweza kutuelezea matamanio yake anapotaka kufika na mpaka hapa alipofikia kwa sasa. Mimi jina langu naitwa Sabitina Ali, nyuma ya kamera ipo Gervas Machaku. Karibu.